Kuna vitu vidogo sana kuhusu malezi, vidogo sana. Wajibu wa mzazi. Mwalimu ni jukumu. Wajibu wako ni kujua mazingira ya darasani ya mtoto wako. Friends including deskmates au classmates, jua haijalishi shule gani yupo. Nasemaga, yani mimi mtoto wangu akiwa mkubwa ndo tutaongea. Akiwa mkubwa mtaongea. Ukianza kujua mazingira ya mtoto wako, utajua strength and weakness za mtoto wako. Mahusiano na mtoto wako kupitia vitu ambavyo mazingira ambayo yupo tofauti na nyumbani, jua kutofautisha. Shosti! Tusemezane. Kuna vitu vidogo sana kuhusu malezi, vidogo sana. Mimi nataka niongelee scenario ya wazazi wote ambao tunapeleka watoto wetu shule na tunaacha majukumu kwa walimu. Sawa, ni jukumu la walimu kumpeleka pale, kukaa na mtoto wako kwa saa moja hiyo anaenda shule au saa 12 mpaka saa 12 jioni. Lakini kitu ambacho tunapaswa kujua ni wajibu wa mzazi. Mwalimu ni jukumu, wewe ni wajibu. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Sawa? Mwalimu jukumu lake ni kumpokea mtoto wako na kuhakikisha amerudi kwenye mikono salama. Ameshinda salama na amerudi. Ule ni wajibu, ni jukumu lake. Kwa nini? Kwa sababu we pay for it na wanafanya jukumu lako. Sawa, wakimaliza ile jukumu linarudi. Lakini mzazi ni wajibu. Wajibu wako ni kujua mazingira ya darasani ya mtoto wako. Yes. Sio anakaaje. Sio anakaa na mwalimu nani, unatakiwa ujue mazingira. Nikisema mazingira including friends, including deskmates au classmates, jua how she or he's been treated na how marafiki zake. Kwa nini? Kwa sababu bullying zipogi kwa watoto na encouragement au urafiki. Yani yale maisha yanayoenda saa 1 mpaka saa 9 kila siku ni masaa 9 maisha yake. Sawa? Kwa hiyo yanaweza yakawa ni mazingira mazuri kwa mtoto wako au yanaweza yakawa ni mazingira mabaya kwa mtoto wako. Nikisema mabaya, haijalishi shule gani yupo. Haijalishi. Anaweza ukawa ni yule shule yangu, ile shule ina kitu fulani, lakini kana mtoto wako, jua mazingira yake. Be part of it. Jua mazingira yake kwamba okay, nani unakaa na nani? Unakaa position gani? Unakaa darasani? Is it middle? Is it in front au back? Unakaa kushoto, kulia? Unakaa na nani kwenye kiti na fulani? Kwa nini fulani alihamishwa? Just know. Kama unavyojua marafiki zako wa ofisini, deskmate wako, wale fulani anakaa hapa, fulani anakaa hapa, ndo hivyo unavyopaswa kujua kwa mtoto wako. That helps to understand mazingira ya mtoto wako. And it helps to understand you people to communicate. Kwa sababu wazazi wengi mnasemaga, yani mimi mtoto wangu akiwa mkubwa ndo tutaongea. Akiwa mkubwa hamtaongea. Unajua kwa nini hamtaongea? Hamkuwahi kuongea tokea mdogo kwenye vitu vidogo sana. Ukianza kujua mazingira ya mtoto wako, utaanza kujua tabia fulani imekuwa developed wapi. Ukianza kujua mazingira ya mtoto wako, hususan kwenye shule, utajua kabisa uonevu fulani umetokea wapi. Ukianza kujua mazingira ya mtoto wako, utajua kabisa walimu wanamtreat vipi mtoto wako. Ukianza kujua mazingira ya mtoto wako, utajua strength and weakness za mtoto wako kwenye masomo. Kwamba somo fulani, labda somo la science ni gumu kwangu kwa sababu mwalimu anachapa sana, au somo la maarifa ya jamii, I don't know, social study mnaita, ni gumu sana kwa sababu labda mwalimu anaandika notes upesi na mimi siwezi kuandika. You will know the weak and the strength point ya mtoto wako. Utaanza kujua kwamba mtoto wako kumbe anaweza akawa kiongozi kwa sababu ameshachaguliwa kuwa kiongozi. Utajua mtoto wako ana good handwriting na amechaguliwa kufundisha wenzake kuandika. You will know the strength and the weakness of your kids kwa sababu ya mazingira. So make sure you know mazingira ya mtoto wako, hususan ya shuleni, kwa kumuuliza. Pata wasaa. Tusiwe tu wazazi wa kutimiza wajibu wa kulipa ada. Wajibu kutengeneza mahusiano na mtoto wako kupitia vitu ambavyo mazingira ambayo yupo tofauti na nyumbani ni wajibu wako. Wajibu wa shule ni wako mzazi. Mwalimu ni jukumu lake. Jua kutofautisha. Shosti! Tusemezane.